shilingi 1000 tu itakufanya mtoto wako akianza form 1 akiwa na milioni 11. Hii inamaanisha nini? Mzazi yoyote yule au mtu yoyote akiamua kutunza akiba shilingi 1000 kila siku, ndani ya mwezi ana takriban shilingi 30,000. Habari gani ndugu mtazamaji wa Student Connect? Leo hii tupo na UTT AMIS, tunakuletea elimu ya kifedha, na hapa tupo na mwanadada atatueleza wao wanahusika na nini hasa UTT AMIS. Dada, habari yako? Salama, tuza kwako? Nzuri. Jina lako naitwa nani na UTT AMIS wewe ni nani? Okay, naitwa Rebecca Renatus Sinyanda, ni afisa mawasiliano kutoka idara ya masoko. Yes, afisa mawasiliano kutoka idara ya masoko. UTT AMIS, kwa sasa hivi naweza nikasema ni neno ambalo limetawala kwenye vichwa vya watu, lakini watu wanatamani kujua ninyi UTT AMIS mmeanza mwaka gani, na sasa hivi mna miaka mingapi toka mwanzo? Okay, tumeanza 2003 kama tungo la sheria, na 2005 rasmi tulianza kutoa huduma ya usimamizi wa rasilimali pesa, tunasema cash asset. Na katika hudumu wa usimamizi wa rasilimali pesa tuna mwaka wa 21. Tunashukuru tumefanya anniversary kuweza kuwa taasisi bora 2013 kutoka katika taasisi ya watoaji bora wa huduma ya uwekezaji wa pesa. Tulipokea hiyo tunzo. Yes. Tunatamani kufahamu ninyi UTT AMIS hasa mnahusika na nini? Asante sana. Sisi tunahusika na vitu vitatu. Kwanza, usimamizi, kuunda mifuko ya uwekezaji na kuisimamia mifuko ya uwekezaji. Tunasema tunafanya usimamizi wa rasilimali pesa. Kwa kazi yetu kubwa ni kusimamia pesa, kuunda mifuko ya uwekezaji na kuweza kufanya usimamizi wa rasilimali pesa. Lakini pia hii ni moja ya elimu kuhusiana na mambo ya uwekezaji na fedha, wanatamani kufahamu. Sasa mnawezaje kuwafikia wanafunzi, kwa sababu sisi tunaanzia kindergarten mpaka chuo kikuu? Hawa wanafunzi wana nafasi gani kwenye UTT AMIS? Okay, nashukuru kwa swali zuri. Sisi kama UTT au wasimamizi wa rasilimali pesa, katika muda ambao tunafanya hii huduma, huu ni mwaka wa 20, ila tuna huduma ya mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya watoto, hasa upande wa watoto ambao wadogo, tukiwa tumelenga elimu bora ndio ufunguo wa maisha. Kwa hiyo toka taasisi yetu imefanya usimamizi wa rasilimali pesa katika mfuko wetu wa watoto fund. Ni mfuko ambao sokoni mpaka sasa una zaidi ya miaka 16. Nikiangalia kwa ukuaji wa kuongeza thamani wa 2024 2025 tuweza kukusanya rasilimali za bilioni zaidi bilioni 29 na milioni 740. Lakini hivi karibuni tumekuwa na mwitiko mkubwa sana watu kuja kutunza fedha zao ziweze kuongezeka na kuwapatia thamani zaidi. Kwa mfano, ukiangalia ukuaji wa ongezeko ni zaidi ya bilioni 2 na milioni 240, nikimaanisha kuwa mwaka 2025 Juni mwaka 2026 nikimaanisha kuwa mwaka 2023-24 tuweza kupata makusanyo ya uwekezaji wa bilioni 29 na milioni 740. Na tunamshukuru Mungu, watu wamekuwa na mwamko mkubwa kuja kutunza fedha kwa ajili ya maisha baadaye ya watoto wao katika upande wa elimu, kwa sababu tuna ongezeko la takribani bilioni 2 na milioni 240 kwa mwaka wa 2024 Juni mwaka 2025 tumekuwa na makusanyo ya bilioni 31 na milioni 500. Kwa ndugu Student Connect, ukiangalia wazazi wengi au wanafunzi wamekuwa na mwamko wa kuweza kutunza akiba zao katika mfuko huu. Nikimaanisha tu mfano mdogo, hii tunagusa wajasiriamali, watu wa hali ya kati, kipato kikubwa, waajiliwa, waliojiajiri na mtu yoyote. Mfuko wetu wa watoto fund, mzazi akiweza kumwekezea mtoto kwa kiwango cha shilingi 10,000 ya Kitanzania ni kima cha chini, na kiwango cha shilingi 5,000 tu ni kima cha chini kama cha kwenda kuongeza uwekezaji. Lakini uwekezaji siri kubwa ipo kwenye nidhamu. Kwa hiyo tunaambia Watanzania, shilingi 1000 tu itakufanya mtoto wako akianza form 1 akiwa na milioni 11.
Hii ninamaanisha nini? Mzazi yoyote yule au mtu yoyote akiamua kutunza akiba shilingi 1000 kila siku, ndani ya mwezi ana takriban shilingi 30,000. Ile shilingi 30,000 akisema anawekeza kwa ajili ya mtoto wake katika sela ya mfuko wetu kwa muda wa miaka 12 ya umri, atakuwa amewekeza jumla ni milioni 4,320,000. Lakini kwa ukuaji wa uwekezaji tunavyozidi kuongeza katika masoko ya amana na dhamana, UTT AMIS itamwekezea ile fedha na kupata faida ya milioni 6,370,000. Kwa hiyo mwekezaji huyu akija kutoa ile fedha kwa ajili ya mtoto akaanza kwenda shule, tayari baada ya pokea milioni 4,320,000 anakuwa na milioni 11. Hii ni nguvu ya uwekezaji wa kwa pamoja. Shilingi 1000 inatengeneza shilingi milioni 11. Je, fursa hii kama wewe ni mzazi, wewe mwanafunzi, wewe kijana, taasisi, mtu binafsi, ni fursa ya kuja kuwekeza akiba zenu katika mfuko wa uwekezaji wa kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kutengeneza kesho ya mtoto wako mapema. Na kama nimetumia mfano milioni 11 kutoka katika chimbuko la akiba shilingi 1000 tu kwa muda wa miaka 12 ya uwekezaji. Je, huduma zetu sisi tumefikia mwaka wa 20. Ungekuwa umewekeza shilingi 1000 kila siku katonza kwa ukuaji wa miaka 20 kwa mtoto wako. Je, hiyo sio pesa ya kwenda kujiajiri akimaliza chuo? Kutokana sasa hivi wanachuo wengi, tunajua watu wengi wanasoma, ila wakimaliza shule wanakuwa ajira bado zimekuwa ngumu. Lakini kama mzazi, kama fursa kijana, unaweza kuona ni fursa mojawapo upande wa elimu. Ukaanza kuwekeza mapema kesho ya mwanao. Kwa muda wa miaka 12, 13, 14, tunasema miaka ni muda mrefu, lakini ukifikwa na hiyo hali unajikuta haujajiandaa, na tumeshuhudia watu wengi sana level ya sekondari wengi hawajafika. Kwa sababu juzi tuliongea na taasisi ya takwimu ya upande wa elimu, bado kuna namba chache ya watu walioweza kufikia elimu ya sekondari na elimu ya juu. Kwa nawaalika Watanzania wenzangu, wananchi, karibuni muone fursa bora katika mfuko wa uwekezaji wa kwa pamoja. Waanze mapema kuwekeza. Shilingi 10,000 tu ni kima cha chini. Lakini pia shilingi 5,000 ni kiongezo cha muda wote saa yoyote. Tuzungumze sasa kwa sababu tumezungumzia mfuko wa watoto lakini tuseme na hiyo ni miaka 12 kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 12. Kuna wanafunzi sasa kuanzia miaka 12 na miaka 25 na kuendelea wako vyuoni, wanasoma vyuoni. Hao wanashiriki kuwekeza katika namna gani? Okay, asante kwa swali zuri. Mfuko wetu wa watoto tulilenga ni watoto tuandalie faraja yao katika maisha yao, katika upande wa kujiajiri na upande wa elimu. Lakini katika fursa ya miaka 18 mpaka miaka ya kuendelea juu 35, 25 ambao kwa vioni hakuna ukomo. Sisi tuna huduma zaidi ya moja, tuna huduma 6 mpaka sasa. Hizi huduma zinaweza zikawapatia fursa vijana hasa walioko chuo kuweza kuandaa hela yao ya kujiajiri au kutengeneza mtaji. Kwa mfano, tuna mfuko mzuri unaitwa mfuko wa ukwasi, na pia tuna mfuko unaitwa bond fund. Ni mfuko mzuri ambao unalenga vijana waweze kujitunzia akiba yao kuanzia shilingi 50,000 tu ya Kitanzania kwa mara ya kwanza. Na hiyo 50,000 ni kianzio. Hatujasema usiweke tena. Tunawahasa na kuwahimiza nidhamu ni kitu kizuri. Kwa hiyo ukiwa unataka kuwa na mafanikio mazuri, kwanza kuwa na nidhamu. Katika mfuko huu wa bond fund unakuruhusu anza na shilingi 50,000 kama kima cha chini na kuweka nyongeza kidogo kidogo wakati wowote, muda wote, kwanza shilingi 5,000. Na imani mfuko tulitengeneza kwa ajili ya malengo ya muda mrefu. Mtu umeanza first year, una miaka 3 mbeleni. Umeanza first year, uko level ya stashahada au shahada ya kwanza au zamilivu. Ile media ya kuwekeza mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5 pia ifanye iwe fursa katika uwekezaji. Ni mfuko ambao mzuri, kwanza unapatia nidhamu ya kuwekeza kwa malengo ya muda mrefu, kujitathmini, kuandaa mtaji wao kuanzia maisha ukimaliza chuo, na pia kuweza kuwa na financial stability, tunasema uchumi imara wa uangalizi wa pesa ambao ni binafsi na ni mzuri. Mfuko huu hauna masharti. Kufungua ni bure muda wote saa yoyote. Shilingi 50,000 ndio kima cha chini cha kuwekeza kwa ajili ya kukuza mtaji wake, na kima cha chini cha kufanya nyongezo. Leo ukapata hela bomu lake, leo kapata birthday, kuna zile birthday gift, wengi wanakula keki, sio kitu kibaya, lakini tenga hela kidogo katika hela ambayo unapokea za ziada ambazo
matumizi ya msingi. Hebu wekeza shilingi 50,000, shilingi 5,000 muda wote, saa yoyote, utakuwa na ukuaji bora. Kwa maana ukichukulia mfano wa miaka 10 ya kujitathmini, shilingi 50,000 ukiamua kuwekeza kila mwisho wa mwezi kwa muda wa miaka 10, tusione miaka mingi. Tunachukulia mfano wa kuwa na rais wetu aliyepita, ambaye ni rais wetu aliyepita, mfano Rais Magufuli. Mfano wa miaka 10 ya uongozi. Asa ashumu mtu angeweza kuwekeza mwaka 2015. Maana yake mtu huyu leo katika ile shilingi 50,000 ambayo angewekeza kila mwezi kwa muda wa miaka 10, angekuwa ameweza kuwekeza ni milioni 6. Lakini UTT AMIS ingefanyia kazi ile 50,000 ingezalisha milioni 7. Kwa hiyo tukiongea leo anakuja kuvuna ni zaidi ya milioni 15. Kwa hiyo pia nashauri vijana waweze kuona ni fursa mojawapo kupata ile mtaji, biashara na maisha mengine, hasa katika usimamizi wa rasilimali pesa. Kuna huduma niliona UTT AMIS ya kwamba uwekezaji kiganjani, na tunaelewa kwamba vijana wengi wa chuo ni watumiaji wazuri au watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii. Huu mfumo unawasaidiaje kwao na ukoje? Huu mfumo ni mzuri sana kwa sababu pia tulifungua mfumo wetu na kurahisisha uweze kuwa rafiki kwa wawekezaji wote, hasa wanafunzi. Huu mfumo unamruhusu mwekezaji yoyote, mwanachuo au mtu yoyote, mfanyakazi, mwajiliwa, mfanyabiashara, mjasiriamali, anaweza kafungua mfuko akaweka pesa yake kutumia simu kiganjani, na pia anaweza kaitoa ndani ya siku 3 za kazi. Sio tu pesa yake, pia na faida ambayo imetengenezwa kwenye soko katika amana na dhamana kwa wakati huo. Maana nini kuwa na simu kiganjani? Maana yake kutumia simu ya mkononi, wale wanaotumia tunasema ni simu janja, anaweza kapakua app yetu inaitwa Simu Invest, akafanya usajili mwenyewe na kupokea akaunti yake hapo hapo. Na nini maana ya simu kiganjani? Pia hata akiwa na uhitaji wa ile pesa kwa ajili ya dharura, anaweza akaomba pesa zake kutumia simu kiganjani, akazipokea ndani ya taratibu za kazi, siku 3 au siku 10 kama mfuko unavyosema. Na sio tu kupokea pesa, hata pia kuongeza uwekezaji wake. Tumeingia ubia na mifumo ya kibenki, simu kiganjani. Anaweza pia kaona fursa akatumia, kuna hela akatoa kwenye simu banking akaweka UTT, akatoa NB mkononi akaweka UTT, akatoa NBC app akaweka UTT. Tumeingia pia mifumo ya mitandao ya simu, tunamaanisha mobile money zote, mitandao ya simu pia kama Mixx by Yasi, M-Pesa, Airtel Money na T-Pesa. Mifumo yote iko huru, ndio maana ya simu kiganjani. Tunarahisisha huduma na kuweza kuona fursa ya uwekezaji. Kuna wanafunzi hapa wanakutazama na wazazi pia wanaweza kuwekeza kwa watoto wao, na wanafunzi pia ambao wako vyuoni sekondari wanatamani kuwekeza UTT AMIS. Wape neno la mwisho ya kwamba fedha zao zipo salama na nini wakifanya ili kufikia malengo yao. Okay, cha kwanza napenda kuwashauri vijana, wanafunzi mnaonisikiliza, kesho yako inaanza na leo. Hakuna kesho ambayo haianzi na leo. Kwa cha msingi cha kuwashauri, cha kwanza ni kuwa na nidhamu ya hali ya juu katika usimamizi wa pesa au usimamizi binafsi wa pesa zao. Cha pili, na washauri wazazi, tuache kuwa na mtazamo hasi katika upande wa fedha, kuwa na imani tu jambo likifika hela tu ipo. Hapana, kuna siku hela inakuwa haitoshelezi. Ukianza mapema ndio siri kubwa ya uwekezaji wako na kuwa tajiri. Anza leo kuwa mshirika hakika katika uwekezaji. Kwa buku tu unapata milioni 11 na kwa 50,000 tu unapata milioni 15. Unakosaje? Uwe mshirika hakika katika uwekezaji.